Tunaanzia kaunti ya Kericho ambapo familia moja inataka haki kutokana na mauaji ya binti yao katika mtaa wa Eland. Kaunti hii, huzuni ilitanda mtaani humo kutokana na kifo hicho ambacho polisi wanakihusisha kuwa mgogoro wa kindoa. Uchunguzi wa tukio hilo umeanzishwa na polisi huku wakazi wakiwa na wasiwasi kutokana na shambulizi hilo. Winnie Chepkemoi anatuarifu zaidi. Familia moja kutoka eneo la Nyagacho, kaunti ya Kericho, wanaomboleza kifo cha binti wao aliyeuawa na mumewe usiku wa kuamkia leo kwa njia ya kutatanisha. Mimi nimepigiwa simu nikuje nichukue msichana ambaye ni mgonjwa ama ameumizwa ama amefanya nini. Sasa kufika hapa hivi ninakuta stories zingine ambazo amepumzika. Ningeomba tu, kwa sababu alikuwa msichana mdogo na alitolewa shule na huyo ambaye ni mzee wake. Ningeomba tu serikali itusaidie, kwa sababu alitoka shule, hakumaliza shule, vishoni zake hazikutimizwa na tayari amemalizia maisha yake. Tunaomba tu kwa hisani tutafute mshukiwa, serikali itusaidie tumpate ndio tujue kiini, kwa sababu wakati tulikuwa na yeye mwezi wa 10 hakuwa na shida na alikuwa sawa kabisa, na si kuona kama ndoa yao ilikuwa na shida. Ningeomba tu mtusaidie. Wakati tulipokuwa tunakaa hapa na wenzangu, tukawaona watu wakiteremka hapa chini, mimi nikasema hata mimi wacha nifuate niende nione kenye imefanyika pale. Sasa wakati niliweza kufika pale, tuliweza kufika kwa hiyo nyumba, lakini nyumba yenyewe ilikuwa imefungwa. Haungeweza kujaribu kuangalia ndani ama kugusa ukuta kwa sababu polisi walikuwa bado hawajakuja. Lakini baadaye maaskari walikuja na wakaingia ndani, wakapata kweli kuna msichana ameuliwa na kijana mwenye alikuwa anaishi na yeye. Imekuwa ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu maaskari walipata kweli msichana ameuliwa vibaya, na wakafanya uchunguzi yao na wakafunika hiyo mwili wakachukua. Sababu katika hii dunia huwezi kulipiza kisasi kwa kuua mtu ama kutoa hasira yako kwa kuua mtu. Hiyo kitu imekuwa uchungu sana kwa kila mtu. Watu wengi walikuwa pale, kila mtu alikuwa anahuzunika sana kwa kile ambao imefanyika. Tulistuka sana tulipoona na tuliposikia hiyo maneno. Sasa na washauri vijana wenzangu, kama mmekosana na mkeo ama mpenzi wako, eri kila mmoja aende kwao kuliko kufanya kitendo kama hicho. Afadhali hata muongee, you take the matter to the police, then it's over. Familia hiyo sasa imetoa wito kwa idara ya polisi kufanya uchunguzi wa haraka na kukamata mshukiwa mkuu aliyetoweka baada ya kufanya kisa hicho. Nikiripotia NTV mashinani kutoka eneo la Eland, kaunti ya Kericho, langu jina ni Winnie Chepkemoi. Na mtazamaji, na sasa tuelekea hadi kaunti nambari 16. Hii ni